Watukufu Waislamu, kama baada ya hili na sala na salamu na kuhusieni bila kumsahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Uzangu, kwani kwa hakika wacha Mungu wao ndio wenye kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wachaji. Uzangu, anwani ya kutuba yetu inasema almanu wal adha laisa min al-islam, masimango na maudhi si katika Uislamu. Kusimangana na kuudhiana sio dini, ndugu zangu katika imani. Hivyo taala ubai kai naarifa ay kai nata'allama wa nastafida, tuwe pamoja ili tuweze kustabili, tuweze kufikiana na hatimaye tutahadhari kutokana na jambo hili la masimango na udhia, ambapo dini yetu haitufunzi hivyo, bali wenye tabia hizi ni watu ambao kwamba sio Waislamu. Na sisi kama itatokea tuna hiyo hali, basi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutoa kwa haraka ili tuweze kuondoka tukiwa tumesalimika. Uzangu watukufu, aya hii ambayo kwamba tumeitanguliza katika anwani ya kutuba yetu au mwanzoni mwa maudhui yetu inayopatikana katika sura Al-Munafiqun, ambapo ni aya takriban 7. Kabla ya tujaendelea kuitafsiri aya hii, tuone sababu ya kushuka kwa sababu nuzul, na hapo ndipo mwanzo wa kuanza kuona jambo hili la masimango na udhia si katika dini, na waliofanya hivyo ni watu ambao walikuwa hawana dini. Ruwiya anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ghaza Bani Mustaliq, imepokelewa ya kwamba hakika Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa taslimatuhu alayhi alikwenda kupigana katika vita vya Bani Mustaliq. Wakati wapo katika uwanja wa mapigano, fazahama an-nasu ala famimman izdahama, kulitokea mzozo katika vita hivi, na mzozo ulitokea ikiwa kuna muhajirin lakini pia kuna ansar. Kama tunavyojua, vita vilianza kupiganwa ama sheria ya kupigana ilitoka wakati Bwana Mtume ameshatoka katika mji wa Makka, amekuja katika mji wa Madina. Ndio masala ya vita ya kwanza. Hasa Mtume kwa Madina, moja katika vita ni vita vya Bani Mustaliq. Wakati kwa katika uwanja huo watu wamejiandaa kwa ajili hiyo, ikatokea watu wamekwenda katika kisima, wakawa wanataka kuchukua maji, ni ansari na muhajiri. Hapo ikatokea msigano, watu wakakwazana kati ya muhajiri na ansari, na miongoni mwao kuna bwana mmoja anaitwa Sinani al-Juhani. Yeye ni katika ansari, lakini pia na mwingine ni Jahjahu, yeye ni katika muhajiri, Jahjahu bin Sa'id. Watu hawa wakashikana. Walipokuwa wameshikana, huyu bwana Jahjahu ibn Sa'id, yeye ni katika muhajiri, akaweza kumpiga kofi mwenzake ambaye ni katika ansar. Alipopiga kofi, faghadiba, akachukia kwamba kwa nini, na akajua tukumbuke huyu aliyepigwa ni katika wenyewe, ni katika ansari, watu wa Madina. Anapigwa na mtu ambaye kwamba ni mgeni, mtu wa kuja muhajiri. Aliposikia akaanza kupiga ukelele kuwaita ndugu zake ili apate msaada, yani ansar. Ndugu zangu maansar, na huyu bwana katika watu ambao kwamba ni muhajirin, naye akapiga yoyo waita ndugu zake, yani muhajirin. Ndugu zangu wa Makka, nataka kupigwa mimi. Kwa hiyo kila mmoja akihitaji msaada kwa ndugu zake. Hali ilivyokuwa hivyo, mmoja anaitwa Abdullah
akasema awakadokadu. Hivi ndivyo alivyosema hivyo, yani kwamba wamekufanyia kitu kibaya, wamekupiga, wakati hawa ni watu wakuja tu. Almanu inaanzia hapo, wamekupiga wakati wafanya kuwakaribisha sisi, hawakufanya isipokuwa ni kama kile ambacho wamekifanya watu wa zamani. Ananukuu simulizi, hikaya za watu wa kale, kama vile kusoma Waswahili wanasema, na akawa ananukuu maneno ya watu wake wa zamani. Akasemaje? Akasema safi kalba ya hakula, mnenepeshe kwa wako ili akutakule. Maneno haya anasema Abdullah ibn Ubay ibn Salul, anawaambia Muhajirin ikiwa na pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mnenepeshe kwa wako ili apate kukutafuna. Ndivyo ambapo wanatufanyia hawa watu wa Makka, yani wamekuja kwetu, tunawapokea, tunawakaribisha, alafu wanatufanyia vitu vya ajabu. Lakini hakutosha kusema hivyo, akaendelea kutoa masimango, akasema la in rajana ila Madina la nukhrijanna al-a'azzu minha al-abad, tukirudi nyumbani, wakati tuko nje ya mji hapa, tuko katika viwanja vya vitu, tukirejea nyumbani tutawafukuza wageni wale wenye nguvu, waheshimiwa, watawafukuza wale watu madhalili. Akimaanisha madhalili kina nani? Ni Rasulullah pamoja na sahaba zake al-Muhajirin. Hao ndio madhalili, watafukuzwa na wenyewe ambao ndio watukufu, akimaanisha Abdullah ibn Ubay ibn Salul kwamba yeye ndio mtukufu na mheshimiwa pamoja na watu wake ambao ni watu wa Madina. Aliposema haya maneno, akasikiwa na mmoja katika watu wema wenye imani ya kweli, Waislamu wa kweli, wanaompenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akahakikisha taarifa, akamwambia Rasulullah kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul anasema kadha wa kadha. Alipoanza kuulizwa na Mtume, Abdullah akakataa, akasema sikusema maneno hayo. Wakati anakataa, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndio mjuzi wa kila jambo, anajua ya wazi na anajua ya dhahiri na anajua yaliyoficha, akamletea maneno Allah subhanahu wa ta'ala kumthibitishia kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul japokuwa anakataa, lakini kweli kasema maneno hayo. Akamwambia yaquluna la in rajana ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-abad. Hivyo ndivyo alisema kwamba wallahi sisi tutaporejea nyumbani, amekoma ni Madina, ay yaquluna la in rajana min hadhihi al-ghazwa, yani tukitoka kupitani tukirudi nyumbani, wale waheshimiwa wenye mji wao watukufu vigogo watawafukuza wale watu ambao ni madhalili, akimaanisha yeye na watu wake ni waheshimiwa, lakini Rasulullah na watu wake hao ndio watu madhalili. Ayuha nnasu ibadallah, hapa tunaona masimango yanafanyika, na anayafanya haya si mtu ambaye kwamba ni Muislamu kweli. Nani? Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambaye ni kiongozi wa wanafiki, yeye atakwenda motoni, maana alikufa aliyekuwa ni mnafiki na wafuasi watakuja yeye na wapia makazoni katika moto wa jahannam. Tena Allah subhanahu wa ta'ala amezidia akasema, innal munafiqin fi darki al-asfali min an-nar wa la tajid lahum nasira. Wanafiki watakuwa katika tabaka la chini zaidi katika moto wa jahannam, hawatapata mtu wa kuwatoa sehemu hii. Hivyo mimi na wewe tutahadhari na manni, lakini pia naudia ili tusiwe wafuasi wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Walamma kana ibn Salul ma kana qala al-mufassirun, wanasema wafasiri wa Qur'an